katikati, lakini nimekuta ni safari ambayo ilikuwa ni safari yenye kujipanga na dhamira kubwa ilikuwa ni kuweza kupata matokeo yaliyo bora katika msimu huu. Wote tunafahamu katika msimu uliopita wa 23-24 timu yetu haikuwa na wakati mzuri uwanjani, sio kwenye ligi kuu, hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo msimu wa 24-25 ulivyoanza, timu yetu ilianza na malengo yake makubwa yalikuwa ni katika kuhakikisha yanaimarisha kikosi. Na katika safari hii kwa kipekee nipende kulishukuru sana benchi la ufundi wa Simba Sports Club kwa sababu ndilo ambalo limeenda kuleta mabadiliko makubwa sana katika klabu yetu na mfumo wetu wa ufundishaji. Na matokeo ambayo tunayoona leo ni kazi kubwa sana iliyofanywa na benchi la ufundi, na wote kwa pamoja tumeona katika safari hii jinsi ambavyo wamepambana sana. Lakini kwa kipekee washukuru wachezaji wote, na kwa ile falsafa ya mwalimu ya kujenga timu ndio imefanikisha Simba kuvuka ule mtu ambao wengi walikuwa wanaamini wataweza kuvuka. Sawa, kwa kile ambacho kimetokea, pengine baadhi ya watu pia wanachukua wengine wakienda pale kwamba ijulikane tu bingwa au CAF ni nani ili tusipoteze muda. Wewe umetazamaje? Mimi kwangu kila inapotokea changamoto ya mpira, naamini kuna sehemu kubwa ya kujifunza sasa katika management na uendeshaji, na sisi kwetu inatupa nafasi zaidi ya kuweza kuwa na muunganiko wa kuweza kuleta mabadiliko ya kifikra, kiutawala katika mpira wa Afrika. Yalotokea leo na mengine ambayo yanatokea kwenye mpira, wote tunafahamu mpira ni dakika 90 na una matokeo matatu: kushinda, kushindwa na kudraw. Lakini katika hayo yote mimi naamini kwamba leo hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na kikosi chetu, hatuna deni na mashabiki wetu. Tumekuja kucheza amani kama Mkapa, lakini vile vile mnaona mashabiki wengi wametembea kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania kuja Zanzibar, na mpaka mchezo wetu leo unaanza tayari tulikuwa tumeweza kuuza karibu tiketi zote ambazo zipo katika uwanja huu. Focus ni ipi sasa? Focus yetu ni kuendelea na ligi, ratiba za ligi, kukamilisha michezo ambayo iko mbele yetu, lakini vile vile ni kuweza kuhitimisha ratiba ya nusu finali ya kuelekea nusu finali ya CRDB Confederation. Kwa hiyo mimi naamini bado tuna wakati mzuri wa kuweza kufanya vizuri katika both ligi kuu pamoja na Confederation. Madam, yes. Kwa bahati mbaya imepoteza, lakini benchi la ufundi na mashabiki walikuwa hawajaridhishwa namna mwamuzi alivyokuwa anachezesha mchezo. Kwa upande wako umeridhishwa? Wewe uliridhishwa? Ninakuuliza wewe, mimi sina upande. Kwa hiyo kwa upande wako kama kiongozi wa Simba Sports, wewe uliridhika? Wewe si pia una pia muda mwingine unatakiwa kutetea a fair opinion. Hauna upande, neutrality yes, lakini wewe toa sasa fair and just opinion. Uliridhika? Naomba uanze wewe afu mimi nitamalizia. Anza wewe afu mimi nitamalizia. Asanteni sana wana Simba. Historia imeandikwa. All the best. Thank you so much. Hatuna deni na nyie. Madam, umeridhika? Ilikuwa ni mechi ya maelekezo, na ambacho nimejaribu kukiona leo ni kwamba hizi timu kutoka Afrika Kaskazini ambazo zinatawaliwa na watu wenye nguvu zaidi ya kifedha ndio wanaotesa sana mpira, kwa sababu kwa sasa lazima tu Berkane ashinde. Yani trust me, hata kama Simba endapo angeshinda goli 2 bila kule Berkane Municipal katika lile dimba, leo Simba lazima tu Berkane angetafutiwa apate ubingwa. Yani kwa maana kwamba alikuwa amekwisha andaliwa. Yani alikuwa amekwisha andaliwa, kwa sababu ukiangalia hata delegation ya CAF leo ndio imefanya majukumu yote hapa. Yani Simba ni mwenyeji, lakini CAF wao ndio wamechukua kila kitu. Rais wa CAF tunafahamu ni Daktari Mosepe, si ndio? Ukienda Berkane pale, makamu wa rais wa CAF ana nguvu. Leo hii Simba ameupiga mpira mkubwa namna ile, anafika kwenye eneo la mwisho, mwamuzi anakataa. Haya, goli la pili. Wewe niambie kwa ndo Berkane amefunga ile goli, wangeenda kwenye VAR? Goli la unazungumzia goli la Simba la Steven Dese Mukwala kafunga goli kali. Mwamuzi wa pembeni kashasema weka kati. Mwamuzi wa pembeni na kwenye VAR nani ana macho? Na ile VAR wa kwenye VAR ndio waliowaita waamuzi wa kati, bana njoo muangalie, na alioka kwenye VAR ni mwamuzi kutoka South Africa. Kutoka South Africa ni watu wenye nguvu, tunafahamu mpira huu umetawaliwa na watu wenye nguvu zaidi. Sasa Simba leo ameonewa. Yani leo naweza nikasema kitu kimoja tu hapa, kwamba leo Simba ameonewa. Kaupiga mpira wake, kapambana, kaonyesha uwezo wake na ukomavu wa yes? Yani una maana gani? Simba ni dude likubwa kaka.
kwenye mpira wa Afrika kwa sasa Simba anaogopewa kuliko kitu chochote. Yaani imagine Simba wako pungufu, anatoka Yusuf Kagoma, Katili anatoka, alafu bado wanaendelea kupumuliwa. Simba wanafika kila wakati. Hiyo inaonyesha dhahiri ukomavu. Wazungu wanasema maturity. Unanielewa vizuri, unaangalia pembeni. Maturity kwa maana ni ukomavu wa hali ya juu, wa level ya juu sana. Fabrice Ngoma anamfuata Kamara, anamwambia brother, usipoteze muda, tuko nyuma, tuko nyumbani, there is no time to waste here brother. Kamara anakuja juu. Ile unaweza kusema ni maturity. So komavu, kwa sababu Kamara hajafika hizi robo finali kama ambavyo Ngoma amefika finali. Unazungumzia tukio ambalo limesambaa sana mtandaoni. Nagusa tu tukio. Nagusa mimi si friji bomb, nagusa matukio. Simba leo baadhi ya wachezaji walikuwa wamekunywa damu ya bendera ya Simba Sports Club. Mfano Fabrice Ngoma. Yule nimeambiwa Simba anataka kumuongezea mkataba kwa ajili ya upambanaji wake. Imagine age yake, lakini mchezaji anacheza pale, ana skills lakini pia ukomavu, anaenda kuubeba mchezo na ukamata. Anatoka Kagoma. Fabrice Ngoma anashika dimba pale na anatoa maelekezo na kazi inafanyika vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi sina cha kuwadai Simba mpaka walipofika. Hatua Simba waliofika kwangu mimi kama friji bovu sina cha kuwadai, kwa sababu walikuwa wanajenga timu, wakaenda hatua makundi, wakaenda hatua ya robo finali, wakaenda nusu finali, wanaenda finali na wanatolewa kigaidi kwa kuhujumiwa. Wamehujumiwa au ndio usemaje? Ni kweli. Kuhujumiwa kwao ni kwamba tangu mchezo unaanza waamuzi wote walikuwa upande wa timu ya RS Berkane. Sio tu waamuzi, kwa sababu hata kuhamisha mechi kutoka uwanja wa Mkapa, Berkane ndio walikuwa kwanza kupata hiyo taarifa kuliko Simba. You understand? Kwa hiyo tayari kulikuwa kuna element ya namna gani inatengenezwa mazingira Berkane apate urahisi wa kupata matokeo, kwa sababu leo wewe angalia, Kamara jana ametoka kuongea, yule Kamara namba 6. Haya leo amefanya kitu gani? Oh Kamara, alafu waandishi wa Bongo tuache kuwa mazuzu. Kuna muda tunapaswa kusifia vya kwetu. Yaani unashindwaje labda kusifia uwezo wa Kagoma. Oh Kamara mtu, haya leo amefanya nini pale? Kaomba maji pale uwanjani. Tena watu wako pungufu. Budo Mutale na walaza wake amempeleka Malikiti. Yaani kila wakati anampeleka Budo akikaa mbele. Yaani Budo ndio alikuwa anasema huyu ni mchezaji wa Berkane. Amefanya kitu gani Kamara? Kamara hakuna alichofanya. Osama paka anaomba sabu, yule Osama yule Lamlui. Anaomba sabu, anatoka akawa anachelewesha. Kwa nini? Simba wako pungufu. Imagine labda Kagoma angekwepo, kuja mali walikuwa wanapasuka pale, kwa sababu kilichokuwa kinatafutwa labda ingekuwa inatokea goli lingine la pili, alafu wanaenda kwenye matuta, na wale walishachoka, wametota kweli. Na leo jua haijawaka, ingewaka hiyo jua ungetegemea kitu gani? Kwa unapozungumza kwamba Simba kwa upande wa michuano ya kimataifa ni lidude likubwa, na kuna vilabu vinapaswa kuiga. Yes, vinapaswa kuiga. Kama vilabu gani? Klabu yoyote inayoshiriki michuano ya kimataifa inapaswa kuiga namna ya kuhendo na kuenzi viwanja vya nyumbani. Mfano leo Ni Amani imeonyeshwa hadhi yake, kwa sababu finali imechezwa hapa, lakini Simba hajatolewa kipolepole. Simba ametolewa kwa kutafutiwa kutolewa, ameonewa. Na leo ukienda kwenye mitandao ya kijamii, hata mashabiki wa Yanga wanasema Simba ameupiga mpira. Mashabiki wa Yanga wanasema kwamba Simba ameonewa. Sasa uone kwa nini ameonewa? Matukio mengi ya upande wa Simba hayakuwa upande wa maamuzi, lakini matukio upande wa Berkane kidogo tu unasikia kadi, unasikia simama tuondoke na mambo kama hayo. Lile goli la pili lilikuwa goli kabisa, na nilikuwa naona kabisa Simba leo alikuwa na uwezo wa kupata matatu, kwa sababu angempiga ile la pili lingekubaliwa. Alikuwa hana ujanja mwingine wa kutokea. Ungesikia Simba ananyanyua makwapa Ni Amani.